kusogeze kwenye kurasa za magazeti ambayo yako hapa kuangalia kile ambacho kimeandikwa kwa uzuri kabisa hapa. Kitazama kwamba yapo magazeti mbalimbali ambapo kitazama miongoni mwa magazeti ambayo yameandika taarifa hizi za kimichezo, mwanamichezo ni pamoja na gazeti la Mwanasport ambalo lenyewe kilitazama hapa taarifa kubwa imeandikwa inasema Balala Pantev Oktoba 24, lakini pia unaambiwa ndoa za Ronaldo zilivyopigwa kitu kizito. Hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwanasport, lakini pia unaambiwa sikia mpya shabiki wa Man United, na ukiangalia hapo kwenye habari picha yuko shabiki wa kikosi cha klabu ya soka ya Manchester United ambaye yeye ukimtazama kwenye paji lake la uso amechora nembo ya klabu hiyo ya Manchester United. Lakini ukitoka hapo pia unaangalia hapa chini unaona habari picha imetamalaki, yuko Miguel Gamondi, Sidramovic yuko hapa, lakini pia Milud Hamdi pamoja na Nasruddin Nabi, na kuna alama kubwa ya kiulizo akisema Yanga yaweka msimamo. Hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa hapo kwa ukubwa. Hapana shaka inahusiana na nani ambaye anaweza kuja kuibeba mikoba ya kuinua klabu ya soka Young Africans ambayo hivi karibuni imetangaza kuachana na kocha wake aliyekuwepo akihudumu hapa kwa maana ya Romain Folz. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa hapo kwa ukubwa. Lakini ukitoka kwenye gazeti hilo, gazeti lingine pia hapa ambalo unaweza kulitazama ni gazeti la Mwananchi. Kwenye kurasa zake za kimichezo taarifa kubwa inasema rekodi mpya vigogo CAF. Hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa hapa, na kwenye habari picha hapa unamuona kwa maana Dickson Job pamoja pia na bwana mdogo kujitokea kwenye viunga vya klabu ya soka ya Simba, na huyu si mwingine bali ni Abraham Morris. Lakini unaambiwa pia Klopp afichua sababu za kuitosa Man United. Hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwananchi, na huu ni ukurasa wa nyuma ambao huo unaandika taarifa mbalimbali za kimichezo. Ni baadhi ya taarifa ambazo unaziona kwamba zimeandikwa kwa ukubwa kabisa. Lakini pia lipo gazeti la Nipashe ambalo pia na lenyewe tutalitazama hapa kabla kuanza kuzungumza na wadau mbalimbali hapa, ambao gazeti hili limeandikwa likisema Mabedi anazungumza, kwa maana kocha Mabedi anasema Yanga itapindua meza, Atambo atawashangaza wa Malawi, Mzize sasa fiti aandaliwa kuimaliza huku mashabiki. Taarifa ambayo imeandikwa hapo vizuri. Lakini pia unaambiwa Pantev asema Simba hii bado sana mtaipenda. Hii ni taarifa ambayo pia imeandikwa hapa kwa uzuri kabisa, kwa maana hizi ni taarifa za kimichezo ambazo zimeandikwa hapa. Na nikitazama hapa wapo wadau mbalimbali ambao natamani ningepata nafasi ya kwanza kuzungumzana kwa angalau kwa uchache kwenye kile ambacho kimeandikwa. Na hapa bana na brother kidogo bana. Brother, mambo vipi? Safi, kwema. Uko vizuri? Niko poa. Uko sawa sawa? Sawa sawa. Unaona tabasamu ni kubwa sana. Wewe unatokea Msimbazi au Jangwani? Mimi Jangwani. Jangwani? Naam. Pole kwa matatizo kaka. Haina shida, hayo yanapita tu. Ndio ukubwa huu. Kawaida bado timu yetu tunaipenda na bado tutafanya vizuri. Ndio. Sawa bwana, kwanza uniambie majina yako alafu tuzungumze kuhusiana na nani ambaye nadhani kwamba anaweza kuwa kocha sahihi kwenye klabu ya soka ya Young Africans. Watu wanajiuliza kocha Mabedi ambaye yupo hivi sasa, unadhani anaweza akapaswa kuaminiwa kuibeba mikoba ama Yanga inapaswa kwenda sokoni kutafuta mwalimu mpya? Tuanze kwanza kwa majina yako. Mimi naitwa Saidi Rajabu Hingo. Naam. Okay, tuzungumze kuhusiana na kocha wa klabu ya soka Young Africans. Mabedi aliyeko hivi sasa anatosha kubeba au kuvaa viatu vya Romain Folz? Mimi naamini kwamba akiaminiwa anafanya vizuri, kwa sababu kila kocha anayekuja ana mifumo yake. Kama atafanya mifumo mizuri na akaaminiwa, viongozi wakamwamini na wachezaji pia wakamwamini, atafanya vizuri. Naam, naamini hivyo. Sawa, kocha aliyepita kwa upande wako, unaona kwako ilikuwa ni sahihi pengine kuachana naye? Mimi naona ni sawa tu kuachana naye. Shida hasa ilikuwa ni wapi ambao wewe ilikufanya ukaona okay, huyu inabidi tuachane? Kwa sababu ukiangalia takwimu zake ni nzuri, amepoteza mchezo mmoja, ameshinda michezo mingi ambayo amecheza. Shida ilikuwa wapi? Takwimu zake ni nzuri, ila sema ameshindwa kutumia mifumo ambao ameikuta pale Yanga, sababu Yanga imekuwa na mifumo wake wa gusa achia tuondoke. Lakini yeye alikuwa ameleta mfumo ambao si sawa, ambao wachezaji nadhani hawakumuelewa. Zamani kulikuwa na mfumo wa gusa achia tuondoke. Afi alipokuja kaja na mfumo gani? Mfumo aliokuja nao kusema kweli hatukuuelewa, kwa sababu anatoa wachezaji wengine anaoingiza na wengine mfumo haukukaa vizuri. Mfumo Romain Folz ulikuwa haueleweki. Ulikuwa haueleweki. Kwa ni mfumo usioeleweka hivi. Naona mimi binafsi naona sikuuelewa. Sasa kwa hiyo kocha ambaye unamuona kwamba anastahili kuwepo huyu Mabedi akiaminiwa, na mimi anaweza kufanya kazi nzuri. Anaweza akafanya vizuri. Lakini watu wanasema kwamba ukiangalia na yeye profile yake haja afundisha klabu akaipa mafanikio, timu ya taifa ya Malawi penyewe bado hakuna mafanikio makubwa hivyo. Huoni kama mnacheza kamari tena kwa mara nyingine? Aminiwe tu kwanza. Akishaaminiwa hayo yote tutayaona. Kwa hiyo Yanga inakuwa kama timu ya majaribio hivi, tunajaribu. Hapana. Hapana, sio kwamba tunajaribu. Tunafanya. Basi shukrani ndugu yangu. Haya hapo.